Yanga wanahitaji wa mshambuliaji, na kwa tetesi zilizopo kuna mshambuliaji mmoja anatokea nchi ya Kamerun na miaka 25, Tadeus Mkenga, na huyu ni mshambuliaji ambaye anacheza nafasi zote tatu za pale juu, lakini ametokea katika timu ya vijana ya FC Porto ya Ureno, na ni mchezaji ambaye ana kaliba ya ushambuliaji kweli na ana uwezo mkubwa. Ni mchezaji fulani ambaye kama Yanga akifanikiwa kweli kumpata, naamini watakuwa wametatua tatizo lao la ushambuliaji, kwa sababu atakuwa anaiofa Yanga nafasi nyingi sana ama vitu vingi sana kutokana na kaliba ya uchezaji wake. Ana uwezo wa kuhold mpira, ana uwezo wa kukimbia, ana uwezo wa kushuka chini deep kuja kufata mpira na kuja kupanda na timu, lakini pia ni mchezaji ambaye ana nguvu kwa maana ya uwezo, lakini pia scoring ability yake bado iko juu compare na hao waliokuwepo sasa hivi. Dube anapitia kipindi kigumu, lakini anahitaji mchezaji ambaye atakuwa na msaada mkubwa ili kumlazimisha afanye kitu cha ziada, lakini sio Andy Boyel. Andy Boyel sawa, ni mchezaji mzuri ambaye anasimama kwenye nafasi, lakini anakosa ile consistency nzuri. Uwezo kumunganisha na Dube ambaye Dube kinachomgharimu ni ule kutokuwa na utulivu wa kwenye box, yani kutokupatikana kwenye box muda wote. Muda ambao anapatikana kwenye box mpira haupo. Muda anaotoka kwenda kuutafuta mpira, akishafanya setup, akiingia kwenye box too late, amechelewa. Kwa hiyo anapata mpira akiwa ana composure nzuri, anashindwa kudeliver. Kwa hiyo kwangu mimi Dube bado ana kipindi kigumu na anahitaji kupata mwalimu ambaye atamtuliza, na naamini huyu kocha mpya wa Yanga ana uwezo mkubwa, anaweza akamsaidia Dube, na naamini mashabiki wa Yanga wataanza kumuimba Dube tena upya, kwa sababu Dube ni typical striker. Ana uwezo wa kufanya vitu vyote vya kiushambuliaji, na sio mchezaji ambaye atakuwa anakwenda kutafuta nafasi. Ni mchezaji ambaye nafasi akiipata anajua namna ya kuitumia. Ni kipindi tu anapitia kinamnyima composure na utulivu, kwa sababu ya kutokutulia kwenye eneo lake mama la ushambuliaji, anajipa majukumu mengine makubwa zaidi, lakini ana uwezo huo. Kwa hiyo akipatikana Tadeus ataweza kuisaidia sana Yanga, na miaka 25, kijana mdogo bado. Hata ukiangalia fiziki yake, mwili wake namna alivyo, height na mbeba, body ability yake, namna ambavyo anafanya baadhi ya vitu. Nimejaribu kuangalia mechi zake za alipokuwa Porto, lakini pia amecheza kuna klabu moja ya Colombia nafikiri amecheza pia huko. Kwa hiyo ni mali ambayo Kamerun wanajivunia sana kuwa nayo. Kwa hiyo it's more of like ni mtu ambaye anaweza akaisaidia Yanga, lakini pia bado wana uwezo mkubwa pia kutokea hapo na kuwapa faida Yanga, tofauti na washambuliaji ambao Yanga nao sasa hivi, kwa sababu kutoka ondoke Fiston Kalala Mayele, Yanga amekuwa katika wakati mgumu hasa kwenye kutafuta striker. Kiwalisia kwamba Yanga wanahitaji wa mshambuliaji. Yanga wanahitaji, unajua kwa klabu kubwa kama Yanga inayoshiriki mashindano makubwa ya kimataifa, unahitaji kuwa na washambuliaji hata watatu ambao una uhakika nao. Mzizi akipona, una mtu kama Prince Dube akiwa fit, una mtu kama let's say Tadeus ukampata, naye akawa fit asilimia zote, tayari unakuwa na washambuliaji watatu ambao hata kama ukiwa una option ya kusana na double striker, tayari wote wanakupa kitu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwalimu anaweza akaamua sasa hivi Dube, kwa sababu una ile ability ya kutembea, ya kuzunguka. Okay, natafuta striker ambaye atasimama, lakini Dube nitakuingiza, utacheza kama second striker, lakini utakuwa ina maana kuna mtu hapo jukumu lake moja litapungua, kuna winga moja ya pembeni hapo itakuwa imepungua pia. Kwa hiyo kwangu mimi bado ninaamini mwalimu ana uwezo mkubwa sana wa kufanya na kuunleash baadhi ya vitu, kwa sababu kwa taarifa nilizonazo na Musa Bala Conte naye pia mwalimu amesha unajua ni starehe ndo zimemtoa mchezoni Musa Bala Conte na Kouma, na mwalimu ameamua kuwafungia kazi, kwa maana ya kutambua kipaji chao na kuona vile ambavyo wanaweza wakafanya, na akaamua kitu ambacho mchezaji anapokosea ni wapi. Kwa hiyo kuna namna, hata ukiona katika mechi hii ya kirafiki ambayo wamecheza, Musa Bala Conte katika scoring sheet yupo pale,
na kwa sisi ambao tumebahatika kwenda kuangalia ile mechi ya kirafiki, ulimwona namna gani ambavyo alikuwa anafanya, mpaka nikasema sasa huyu ndio Musa Balankoti ambaye Engineer Hersi Said alikuwa anamuona huko alipotoka. Kwa kwangu mimi na imani kubwa na mwalimu Angelo, ana uwezo wa kufanya vitu kwa kile ambacho nimekiona kwenye mechi hii ya kirafiki waliocheza na KMC. Kwa hiyo kwangu mimi naona kuna kitu kinatengenezwa, na inawezekana mechi hii ya FAR Rabat itawaacha watu midomo wazi. Kivipi? Kuna watu waliokuwa wakisema Yanga, kuna watu walikuwa wakisema baadhi ya wachezaji, kuna watu walikuwa wakizungumza kwamba Yanga hii sio Yanga hile, wachezaji hawa Yanga amepigwa. Kuna namna mwalimu ametengeneza kikosi. Ninawahurumia sana wachezaji wa ligi kuu. Ninawahurumia sana wapinzani wa Yanga. Ninawahurumia sana wachambuzi wanaochambua mpira kwa hisia na mihemko. Ninawahurumia sana waandishi wa habari wanaoandika taarifa kwa mihemko. Kwa maana Yanga ilikuwa haijakosea kwenye kusajili wachezaji. Yanga ilikuwa ilifanya kosa la kiufundi kumwamini mwalimu ambaye hana experience kubwa na hawezi kuitoa Yanga sehemu moja kuipeleka sehemu nyingine. Lakini hichi ninachokuambia mimi, mechi ya FAR Rabat, Yanga anakwenda kuweka statement katika bara la Afrika na kuambia wachambuzi wa mpira, this is Young Africa, na hii ni moja ya klabu bora barani Afrika. Tunakwenda kudisplay kile ambacho kinatakiwa. Kwa nini nakwambia hivyo? Nimejaribu kuangalia mwalimu na wachezaji aliokuwa nao kambini na namna ambavyo anafanya nao mazoezi na mechi ambazo Yanga anafanya na wachezaji. Kuna mtu mmoja ataniambia hizo ni mechi za kirafiki tu. Yes, mechi za kirafiki ndo zina determine ability ya mwalimu. Unamuona fitness ya mchezaji, unaona mchezaji anajitoa kwa asilimia ngapi, ana uwezo wa kwenda dakika 90 ama 120 ama dakika 100. Kwa hiyo mwisho wa siku mwalimu anaendelea kuweka ubora na utimamu wa timu. Na kwenye mechi ya kimataifa itakayochezwa Amani Complex, mechi ya FAR Rabat, Yanga anakwenda kuweka statement ambayo itawaduaza watu wengi, na watarudi katika yale maneno ambayo nimeyafanya kwenye interview za nyuma hapo zopita. Watapita hapo kuangalia. Nilishawahi kusema ili uvuruge Yanga unahitaji kuvuruga utulivu na kumvuruga Engineer Hersi. Lakini kama huyu Engineer Hersi ana utulivu mzuri na amekaa ametulia na Yanga kuna amani iliyopo, ni ngumu sana. Kwa sababu Yanga hii ambayo watu wanasema ni mbovu, hii ambayo watu wanasema haina pumzi, Yanga hii watu wanaosema kwamba haieleweki, katika mashindano ya ndani miaka yote 2-3 kama sikosei mfululizo, hakuna timu ambayo imefanikiwa kufunga zaidi ya Azam pamoja na nani. Kwa hiyo tukitoa zile mechi 2 za Gamondi ambazo alifungwa, mechi ya Azam pamoja na mechi ya Tabora, kama nitakuwa nakumbukumbu vizuri, zile mechi 2 na zote zile mechi 2, baada ya hapo tokea hapo kaanzie katika mashindano ya ndani hakuna mechi hata moja ambayo Yanga amefungwa. Lakini leo kuna mtu anazungumza anasema Yanga ni mbaya. Huyo mtu umuulize timu yako imesha kumfunga Yanga? Sasa alifungwa na Malawi wale. Alifungwa nani? Mashindano ya ndani. Mashindano ya ndani. Sawa, hata hiyo Simba yenyewe ambao unaona bora. Simba hii ambao watu wanasema ni bora. Na Foz huyu watu wanasema kwamba ni kocha wa hovyo. Simba alishindwa kumfunga. Okay, tunazungumza kwenye eneo zima la ushambuliaji. La Yanga wanaye Andy Boy. Tumeshuhudia kwamba mechi ya juzi ilianza vizuri. Sasa ujio wa huyu mshambuliaji mpya ina maana kwamba tuendelee kumuona Andy Boy, Prince Dube, ama kuna mkakati gani hapa? Kumbuka Januari kuna mchezaji mmoja wa kimataifa lazima ampishe Yao Kwasi Atoula. Kwa hiyo ina maana kuna wachezaji wasiopungua wawili wa kigeni, aidha watapelekwa kwa mkopo au wataangalia namna gani watakavyofanya kuhakikisha kwamba wanawa-accommodate hao watu wawili, Yao Kwasi Atoula, lakini pia atapatikana mtu mwingine ambaye ni striker huyo. Kwa kuna wawili wanaachwa. Sasa kwenye kuachwa hapo inaweza kwa mfano kama huyu beki kutoka Asinki sioni kama ana maisha marefu Yanga. Anaweza karudi Singida. Ambaye anahudumu kwa mkopo. Kwa ndo Asinki mwingine. Kwa hiyo labda ukimtoa Asinki, wataangalia tu katika waliobakia waliosalia wote wa kigeni, nani ambaye wanaweza wakamtoa sadaka hata kwa mkopo pia kwenda pale Singida
akaendelea na maisha. Nani sasa? Chochote kinawezekana, chochote Kwa kinawezekana. sababu walobaki pale hapo kina Alasane, Dumbia, Kuwa, Pacome, Barakonte, Maxi, alafu kuna Shadrack Kiboka, Duke Abuya. Nani sasa hapo? Kwa tunapoelekea na naona Shadrack Kiboka anaweza kaondoka Yanga. Boka ondoke. Shadrack Kiboka. Sasa hayo mimi ni muono wangu mimi. Kama kunahitajika mtu mmoja kuvuliwa kofia, basi Shadrack Kiboka anaweza akavuliwa kofia. Kwa nini? Kwa sababu Dube au Andre Boyele anaweza akatolewa kwa mkopo. Dube haizi kuondoka. Dube haizi kumtoa. Andre Boyele anaweza akatolewa kwa mkopo. Alafu akafanya replacement na striker mwingine anakuja. Kwa sababu Mzize natarajia kumuona Januari. Kwa hiyo kuna mawili, huenda Shadrack Kiboka akaachwa au Andre Boyele akatolewa kwa mkopo. Yes. Katika hawa wawili kuna mmoja lazima maamuzi magumu lazima. Lakini kama kashajipata hivi Boyele, mimi huaga mimi huwa siaminigi vitu vya namna hiyo. Ninamwangalia mchezaji. Kinachomsaidia Andre Boyele tofauti yake na Dube hana yani Dube huyu unamuona sasa hivi. Angekuwa na utulivu wa kukaa kwenye box kama anavyokaa Andre Boyele. Tusunga tunazungumza haya tunazungumza sasa hivi kuhusu Andre Boyele. Kwa hiyo tofauti ya Dube ni hapo tu. Anatakiwa apate mwalimu ambaye ataweza kumpa composure na kumtuliza kwenye box, ajue majukumu yake na asiwe anatoka ile eneo la ushambuliaji. Yes. Mbona wewe na Dube kama mna kitu fulani hivi? Yaani unamtetea sana Dube. Ni kwa sababu ni mchezaji mzuri. Mzuri wakati hafanyi vizuri kwa sasa. Kwa sasa hafanyi vizuri kwa sasa. Inawezekana kuna kitu anapitia. Hakuna namna ambavyo hana goli kwenye ligi kuu. Ana assist ngapi? Assist ngapi anazo? 2. Katoa wapi hizo assist? Moja kwenye mechi ya KMC. Kwa hiyo mshambuliaji asifika kwa assist. Okay. Labda mimi niwaulize watu. Kwa nini tunamshambulia Dube alafu tunamwacha mtu kama Mukwala? Mukwala ana magoli mangapi? Au ana assist ngapi? Au amefanya nini? Sasa usijaji mchezaji kwa mchezaji. Ndio nataka kuulizana kwa sababu haya makelele yanakuja kwa Dube, pressure inakuwa kubwa ili kumtoa Dube mchezoni. Lakini kuna wachezaji katika ardhi ya Tanzania hawafanyi chochote wala hawajawahi kuisaidia timu. Lakini Dube katika ubingwa ambao Yanga amechukua, Dube amesaidia 100% kubwa kama striker. Kwa sababu msimu uliopita Dube alikuwa na magoli mangapi? Katika listi ya wafungaji 5 bora, Dube yumo. Na amesaidia timu yake kutoa ubingwa. Kwa hafanyi vizuri na mkompea na yule asifanya vizuri. Na hiyo kufanya vizuri kutokufanya vizuri ni changamoto ambayo imemtokea kipindi hichi. Lakini kwa sababu anaendelea anaweza akajipata. Kwa sababu tayari amesha prove thamani yake. Yaani mimi wa Tanzania bado wachambuzi wa mpira ni wachache sana. Ni watu wengi sana wanazungumzia matukio ya mechi. Hawauchambui mpira ama hawaichambui mechi. Wanachambua matukio yaliyotokana na mechi fulani. Ila hawana uwezo wa kuichambua mechi yenyewe. Tunakaa hapa sasa hivi mtu atakwambia kwamba goalkeeper fulani ni kipa mzuri, hana footwork. Lakini goalkeeper wa Taifa Stars anaitwa Yakubu kilichomfanya afungwe sio kutokuwa na footwork, ni uelewa mdogo wa kwenye mpira na kufanya maamuzi sahihi. Uelewa mdogo wa mchezo wa mpira na kutokufanya maamuzi sahihi. Sasa utamkuta mchambuzi ambaye footwork miaka yote kosa pekee ambayo atakuwa anafanya Yakubu, lawama yake itakuwa kwamba hana vitu mguuni, footwork. Lakini mpira aliufikia. Alichukua maamuzi gani ya kuubutua mbele? Kwa kawaida, kwa kipa mwenye akili ya mpira, mwenye uelewa mkubwa kwenye mpira, ule mpira unaobutulia kwenye mbavu ya pembeni, watu wakarushe, mabeki wako warudi ujipange. Sasa hiyo ni tofauti na footwork. Lakini kila mchambuzi ukimsikiliza atakwambia ni footwork. Hapo sasa ndio tofauti wa watu tunaojua mpira na wachambuzi ambao wanachambua matukio. Tofauti yetu ndio iko hapo. Yakubu tunajua tatizo lake mama hana vitu mguuni. Hilo hakuna mtu ambaye alijui.
lakini kwenye makosa aliyochangia, kwa mfano kwenye kosa la goli ambao alichangia ile, hii sio tatizo la footwork, kwa sababu hakupiga chenga pale, na ule mpira sio kwamba aliukosa, aliupata. Akili yake ya mpira ilimtuma kufanya nini? Ilimtuma kufanya maamuzi gani sahihi? Kuubutua mpira katikati. Kiungo yoyote mwenye akili hawezi kuutoa mpira kwenye mbavu ya pembeni akautua kwenye dimba la kati hata siku moja. Mara nyingi wanatafuta pembeni. Kwa hiyo mwisho wa siku wachambuzi wengi wa mpira wanaomlaumu Dube hawajui mpira. Watangoja Dube acheze, wachambue makosa ya Dube, lakini waulize Dube anaisaidia Yanga? Watakwambia haisaidii Yanga kwa sababu hafungi. Ni kweli, ni striker hafungi, lakini kwenye matukio mangapi Dube ameinyanyua timu kutoka huko, amempa mchezaji fulani ndio ikapigwa crossi Pacome ama mtu mwingine akafunga. Kwa hiyo Dube sio kwamba hajui mpira ama ni mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri. Anahitaji kupata mwalimu ambaye atamfundisha namna ya kukaa kwenye position yake. Ila sawa, wachambuzi wetu sisi watangojea matukio yatokee ndio waje kuuchambua mpira, lakini hawachambui uwezo wa mchezaji binafsi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.